viwanda vinavyozalisha bidhaa hizo ambazo zilikuwa zinapatikana kutoka nje ya nchi, na serikali imeandaa mkakati utakaoongeza uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi na kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje, yani import substitution, pamoja na mkakati wa kuongeza mauzo ya nje ili kuongeza upatikanaji wa fedha za kigeni na kuimarisha thamani ya shilingi yetu. Mheshimiwa Spika, tunao uwezo wa kushirikiana na sekta binafsi tukazalisha dawa za malaria, kifua kikuu, magonjwa mengineyo ndani ya nchi, na jambo hili litafanyika. Naomba niwahakikishie Watanzania kuwa hakuna maisha ya Mtanzania yatapotea kwa kuwa tu kumepungua fedha za misaada ama fedha kutoka kwa wahisani ambao tulikuwa tunashirikiana nao. Hizi ni baadhi tu ya hatua ambazo zimeoneshwa na serikali na zimechukuliwa na serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika kukabiliana na hatua zinazojitokeza katika masuala ya kiuchumi. Nitoe rai kwa Watanzania wote. Kwa Watanzania wote tunaoipenda nchi yetu, tusiruhusu misingi na nguzo za taifa letu zitikiswe, wala tusiingie kwenye mtego wa adui. Mheshimiwa Spika, sote ni mashahidi kuwa mataifa yaliyowahi kuingia kwenye mifarakano kwa kiasi kikubwa ilisababishwa na mizaha na kutokuheshimu misingi ya mataifa hayo. Maneno ya rejareja yasiyo na ushahidi ya mtu mmoja mmoja yasiyo na ushahidi, maneno ya rejareja ya taasisi ama baadhi ya vikundi yasiyo na ushahidi ama ya vyombo vya habari. Mheshimiwa Spika, wakati mwingine uhalifu wa mtu mmoja mmoja tu au wa kikundi hujitokeza kwa kuwa na tishio kwenye maisha ya kila siku ya mtu ama mwananchi wa kila moja. Ikumbukwe kuwa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 3 viliwahi kujitokeza vitu vya aina hiyo. Mheshimiwa Spika, ulikuwepo uhalifu, watu walikuwa wanateka magari ya mizigo, tunayakumbuka haya. Wakati mwingine wanateka mabasi ya abiria na katika maeneo mbalimbali, na jambo la aina hiyo lilileta vitisho kwa wananchi wa Tanzania. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilisimama imara na kukomesha uhalifu huu. Vilikomesha. Katika kipindi cha serikali ya awamu ya 4 ulitokea uhalifu mwingine wenye sura tofauti ambao ulikuwa unaweza kuufananisha na sura ya kigaidi, uliohusisha urushwaji wa mabomu kwenye nyumba za ibada, mikusanyiko ya watu, mikutano ya hadhara, mashambulizi ya mtu mmoja mmoja, wakiwemo watu wenye ulemavu wa ngozi. Watanzania tumeyasahau haya? Yalitokea kwenye nchi yetu na yalileta utisho mkubwa: mikusanyiko, makanisa, misikiti, kurushiwa mabomu, mikutano. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, vyombo vyetu vya ulinzi